Halo kila mtu. Leo nitaelezea jinsi ya kutumia Gamovie, chombo kinachokuwezesha kuzalisha video za mtindo wa Pitch to Play bila malipo kwa kutumia AI. Katika toleo la lugha nyingi, tafadhali anza kwa kuchagua lugha ya script unayotaka kuzalisha. Kwa mfano huu, tutazalisha script ya Kiswahili. Basi, tuunde video yenye kichwa, Chopin na mapinduzi ya Poland, uzalendo katika muziki. Nitaanza kuandika maandiko mara moja. Kuna njia mbili za kuzalisha script. Ya kwanza ni kutoka kichwa, ingiza tu mada ya video yako na Gemini CLI, chombo cha AI, itazalisha script kiotomatiki kulingana na kichwa hicho. Ya pili ni kutoka hati, bainisha faili ya maandishi au PDF na script itazalishwa kulingana na yaliyomo. Unaweza pia kuongeza maelekezo ya hiari kwa Gemini CLI kama jinsi script au maelekezo ya picha yanapaswa kuzalishwa. Kwa mfano huu, maelekezo ya script yamewekwa kwa sentensi time na maelekezo ya picha kwa mtindo wa Pixar. Kiungo cha kisakinishi cha Gamovie kimejumuishwa katika maelezo hapa chini. Tafadhali pakua na jaribu. Script sasa imezalishwa. Ifuatayo, tunazalisha matukio. Mara script inapotolewa, mistari ya script na maelekezo ya picha yanayolingana yanaonyeshwa kwa kila tukio. Kulingana na script hii, audio ya narration inatolewa kwa kutumia moduli ya uzalishaji wa sauti Chatterbox TTS. Kama hakuna mipangilio maalum inayotumiwa, sauti chaguo msingi itatumiwa. Vinginevyo, kama utatoa faili ya WAV inayohifadhi takriban sekunde za audio, narration itakopiwa ili kulingana na sauti hiyo. Unaweza pia kurekebisha sauti na kasi kwa sliders. Katika safu ya maelekezo ya picha, unaweza kusanidi jinsi picha zitazalishwa kwa kutumia ImageFX, mzaliwa wa picha AI. Kabla ya kuzalisha matukio, ImageFX inahitaji kusanidiwa. Bonyeza kitufe kilichoandikwa weka tokeni ya kikao cha ImageFX. Hii inafungua ukurasa wa ImageFX katika kivinjari chako. Kwanza, ingia katika ImageFX na akaunti yako ya Google. Fungua zana za msanidi, nakili thamani ya tokeni ya kikao na ubandike kwenye sehemu ya kuingiza ya kidirisha cha mazungumzo. Maelekezo ya kina yanatolewa katika mazungumzo, fuata tu ili kuingiza token yako. Bila mipangilio hii, uzalishaji wa picha hautawezekana. Mara token ya kikao imewekwa, unaweza kuanza kuzalisha matukio. Ili kuzalisha yote mara moja, bonyeza tengeneza mandhari yote. Matukio yatazalishwa moja baada ya moja kwa mpangilio, kuanzia tukio 1. Mara tukio linapozalishwa, kitufe cha kucheza kinapatikana. Bonyeza kitufe cha kucheza ili kutazama video na kuangalia kama narration na picha ni sahihi. Sasa, tuangalie kile tukio moja baada ya moja. Frédéric Chopin, mtunzi mkuu wa piano kutoka Poland, alitumia muziki wake kama sauti ya moyo wa taifa lake lililokuwa linateseka. Alipokuwa kijana, alishuhudia ghasia za mapinduzi ya Novemba ya mwaka 1990, tukio lililomwathiri sana maishani mwake. Ingawa aliondoka Poland na hakuwahi kurudi, moyo wake daima ulibaki na watu wake. Kazi zake nyingi, kama vile Revolutionary Etude, ziliandikwa kama mwitikio wa moja kwa moja kwa kukandamizwa kwa mapinduzi hayo. Je, unaweza kusikia hasira na maumivu katika noti za haraka na za nguvu za mkono wake wa kushoto? Polonaises na mazurkas zake zilikuwa sherehe za utamaduni na ari ya kipolishi, zikikumbusha ulimwengu kuhusu taifa ambalo lilikuwa limefutwa kwenye ramani. Muziki wake ulikuwa silaha ya kiroho.
Alitumia dansi za kitamaduni za Poland na kuzigeuza kuwa semi za kisanii za hali ya juu zinazoeleweka ulimwenguni kote. Kila nota aliyoandika ilikuwa kama barua ya mapenzi kwa nchi yake iliyopotea. Urithi wa Chopin unadumu kama ushahidi wa nguvu ya sanaa katika kuhamasisha uzalendo na kutunza kumbukumbu ya utambulisho wa kitaifa. Matukio yote sasa yamezalishwa. Hatimaye, tunachanganya matukio yaliyozalishwa. Hapa, unaweza kuongeza BGM pamoja na ufunguzi na mwisho. Ukiwa tayari, bonyeza kitufe cha unganisha mandhari. Hiyo ni mtiririko wa kazi wa Gameovie. Kwa kuwa uzalishaji wa script, uzalishaji wa sauti na uundaji wa picha yote ni otomatiki, unaweza kuunda video kwa ufanisi bila malipo mdogo tu na maoni yako. Tahadhari, Gemini CLI ina image fix zote zina mipaka ya matumizi ya bure ya kila siku. Kama utazidi mipaka, makosa yatatokea. Tafadhali subiri hadi siku inayofuata ili kuendelea. Pia, ImageFX hairuhusu maelekezo yanayokiuka sera ya maudhui ya Google kama nyenzo zenye vurugu, kingono, kukiuka haki miliki au kukiuka faragha. Epuka maelekezo kama hayo wakati wa kuzalisha picha. Kiungo cha kisakinishi cha Gameovie kiko katika maelezo, tafadhali jaribu. Sasa, tafadhali furahia video iliyokamilika. Frédéric Chopin, mtunzi mkuu wa piano kutoka Poland, alitumia muziki wake kama sauti ya moyo wa taifa lake lililokuwa linateseka. Alipokuwa kijana, alishuhudia ghasia za mapinduzi ya Novemba ya mwaka 1990, tukio lililomwathiri sana maishani mwake. Ingawa aliondoka Poland na hakuwahi kurudi, moyo wake daima ulibaki na watu wake. Kazi zake nyingi, kama vile Revolutionary Tude, ziliandikwa kama mwitikio wa moja kwa moja kwa kukandamizwa kwa mapinduzi hayo. Je, unaweza kusikia hasira na maumivu katika noti za haraka na za nguvu za mkono wake wa kushoto? Polonaises na mazurkas zake zilikuwa sherehe za utamaduni na ari ya kipolishi, zikikumbusha ulimwengu kuhusu taifa ambalo lilikuwa limefutwa kwenye ramani. Muziki wake ulikuwa silaha ya kiroho. Alitumia dansi za kitamaduni za Poland na kuzigeuza kuwa semi za kisanii za hali ya juu zinazoeleweka ulimwenguni kote. Kila nota aliyoandika ilikuwa kama barua ya mapenzi kwa nchi yake iliyopotea. Urithi wa Chopin unadumu kama ushahidi wa nguvu ya sanaa katika kuhamasisha uzalendo na kutunza kumbukumbu ya utambulisho wa kitaifa.